ni Yanga Sports Club dhidi ya Tukuyu Stars. Wanyambala ama wanaume unaweza kuwaita hivyo, kutoka Rungwe kule mkoani Mbeya, ndipo ambapo wanatoka Tukuyu Stars, ambao katika mchezo wa raundi iliyopita waliweza kuiondosha Ihefu baada ya sare ya bao 1-1, ndipo wakaja katika changamoto ya mikwaju ya penalty na kuweza kushinda kwa mikwaju 5-4, ndipo walipotinga katika hatua hii, ambapo sasa leo wanakutana na mabingwa wa kihistoria wa Tanzania bara Young Africans katika uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Wana Yanga kuja kushuhudia Yanga yao ikicheza mchezo huu dhidi ya Tukuyu Stars, na timu zote mbili zikiwa zinatoka na kuweza kuingia katika pitch kwa ajili ya mtanange huu wa hii leo. Na nikukumbushe tu kwamba Tukuyu Stars waliwahi kutoa ubingwa wa Tanzania bara mwaka 1986, na hii ilikuwa ni baada tu ya kupanda daraja msimu huo na kuja kutoa ubingwa mwaka 1986 na kisha kuporomoka daraja mwaka 87. Unaweza kusema ni ya 4 kutoa ubingwa wa ligi kuu, ukiacha Simba na Yanga ni timu ya 4 kutoa ubingwa wa ligi nje ya Simba na Yanga, ukiacha Cosmopolitan waliotoa mwaka 1967, Mseto ya Morogoro wakachukua mwaka 1975 na Pan African ambao walichukua mwaka 1982. Wengineo ni Tukuyu Stars ambao walichukua ubingwa wa Tanzania bara mwaka 1986 wakidhaminiwa na Ramnik Patel ambaye amefariki mwezi Oktoba mwaka huu 2018, maarufu kama Kaka. Hao ndio Tukuyu Stars wafupi ambao leo hii wanakutana na Young Africans. Kikosi cha Young Africans, Klaus Mkinzi Kindoki akiwa anarejea katika lango katika mchezo huu wa leo. Paulo Godfrey akicheza upande wa kulia, lakini kushoto akicheza Gadiel Michael, ulinzi wakati ukiwa na Abdallah Haji Shaib pamoja na Kevin Patrick Yondan, huku Faisal akiwa juu yao kidogo akiweza kuweka ulinzi katika safu ya ulinzi ya Young Africans, wakati Kawili akionekana kwamba yuko bench leo hii. Lakini jambo ambalo naweza kusema linasubiriwa kwa hamu ni kuweza kumwona Haruna Moshi Shaban ambaye amesajiliwa na Young Africans. Ameanza katika kikosi cha kwanza cha leo ambacho kinacheza dhidi ya Tukuyu Stars upande wa Yanga. Hivyo wana Yanga watakuwa na shauku ya kuweza kuona ni kitu gani ambacho atafanya Alfred Vitalis, mwamuzi ambaye ana dhamana ya kuweza kusimamia sheria 17 za mchezo wa soka katika mchezo huu wa leo. Huyo ni Haruna Moshi Shaban ambaye amesajiliwa na Young Africans akitokea African Lyon, na leo amepata fursa ya kuanza katika kikosi cha kwanza. Nilikuwa nakwambia hapo awali timu ambazo zimetoa ubingwa nje ya Simba na Yanga, Mtibwa Sugar nao pia wamo, usitakane ubaya. Tukuyu Stars mlinda mlango New Africa Richard Businge akicheza upande wa kulia, wakati kushoto kwake akiwa Daniel Evans, na ulinzi wa kati ukisimamiwa na Stanley Ambonise pamoja na Julius Leonard, wakati kiungo wa ulinzi akiwa ni Elisha Godfrey pamoja na Richard Amon akicheza juu yake. Hicho ni kikosi cha Tukuyu Stars chini ya kocha Alex Lusekelo ambacho kinapambana leo hii na Young Africans. Meneja wa Yanga Nadir Harun Ali Upapa, Alex Lusekelo kocha wa Tukuyu Stars. Kombe la shirikisho la Azam Sports, uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Young Africans, Yanga Sports Club dhidi ya Wanyambala Tukuyu Stars. Lawama Mabena, hebu kwenda weka mpira moja ndani kule, kwenda nje, goal kick. Jaribio shuti moja la mbali, Moshi
Buswita weka mpira mmoja kupenyeza mzuri sana ndani kwa ndani. Anakaa imara mlinda mlango New Africa. Aliyekewa pasi nzuri Ibrahim Ajib Migomba. Kafanya jaribio ambalo lilishia katika mikono ya mlinda mlango New Africa. Kwa nafasi jaribu shuti kambani. Cheza mlinda mlango Klaus Kindoki. Na analaumu walinzi wake kuweza kuacha nafasi ya mtu kupiga, lakini uimara wake na umakini wake umeweza kuifanya Yanga kuwa salama. Ni kona kwa Tukuyu Stars. Weka kona moja ndani kule. Cheza kwa kichwa na Faisal unaokolewa. Weka tena kule Godrick. Shia katika mikono ya mlinda mlango. Buswita. Godfrey. Yesha nyuma. Abdallah Haji Shaibu weka maji ndani. Faisal! Tambwe! Hamis Jocelyn Tambwe. Al Habib anaitanguliza Young Africans uwanja wa Taifa Dar es Salaam dhidi ya Tukuyu Stars. Banyambala wako Lilwe, wanaume wamebanwa. Dakika ya 14 ya mchezo. Majalo safi sana ya Abdallah Haji Shaibu. Faisal Salum Abdallah akacheza kwa kichwa mlinda mlango New Africa, akautema mahala ambapo hapa kutakiwa kutemwa. Hamis Jocelyn Tambwe akaukuta na kuzamisha wavuni na kuweza kuipa uongozi Young Africans dhidi ya Tukuyu Stars uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Shambulizi jingine kwa Young Africans. Ibrahim Ajib Migomba jaribu kupiga outer pass mbele huku sasa Makamba. Mwizi wa pembeni kasema kona. Alikwenda kuweka kichwa. Kakona moja ndani huku. Mchezo wa kichwa na Richard Amon. Abdallah Haji Shaibu anafanikiwa kuweza kupinduka na mpira ule, anafinya mwingine. Jaribu kuweka mpira mmoja mrefu mbele kule na amemudu kuweza kuwai. Monty Stefano ameutenga nafasi. Asondugu ana Mungu amesimama imara. Klaus Nkinzi Kindoki. Ilikuwa nafasi ambayo Gadiel Michael alifanya makosa, lakini Daniel Evans amepoteza Malule Omar. Haruna Moshi Shaban, jambo limemsibu katika hekaheka ya kuweza kuwania mpira na Malule Omar, akajikuta anapata maumivu sehemu ya mguu wake. Ni nafasi ambayo alitengeneza vijana wa Tukuyu Stars, lakini bahati nzuri kwa Young Africans na mbaya kwa Tukuyu, akawa amesimama imara mlinda mlango Klaus Kindoki. Alikuwa katika nafasi nzuri, lawama Mabena. Mpira mmoja mbele huku sasa kwa Herite Makambo akiwa ameingia ndani ya 18. Haruna Moshi Shaban ametengewa, bado naye ameutenga tena. Tambwe
kwenda juu shambulizi lile la Hamis Jocelyn Tambwe. Mpira moja mrefu sana ambao walinzi akiwemo nahodha Julius Leonard uliwapita. Makambo akautenga kwa Haruna Moshi. Uswita naye akautenga tena kwa Hamis Jocelyn Tambwe. Baada shuti lake linakwenda nje, linakuwa ni goal kick. Richard Amon. Musa wakadani kule, umepita wote. Na umewapita wote kweli. Alikwenda kuslide wa mwisho Lawama Mabena. Mpira ambao ulijazwa na Musa Bomanus. Mabena alikwenda akaslide lakini alikwisha chelewa. Benchi likiwa lina react. Haruna Moshi Shaban bado anaonekana hajakaa sawa sawa kutokana na maumivu ambayo aliyapata awali katika kuwania mpira na Malule Omar, na maumivu aliyoyapata pale inaonekana bado mpaka sasa anayo, hajamondoka kabisa. Deus Kaseke ameingia badali ya Haruna Moshi Shaban ambaye amepata majeraha kipindi hiki cha kwanza. Nyota mpya alisajiliwa na Young Africans akitokea African Lyon. Mchezo wake wa kwanza kabisa akitumikia Young Africans. Anacheza dakika 28. Offside. Tukio la kwanza la Deus David Kaseke. Mchezo kwa kichwa Tambwe! Kwa mara nyingine tena Al-Habib Hamis Jocelyn Tambwe anaifanyia jambo Young Africans katika uwanja wa taifa wa Dar es Salaam, akifunga bao la pili na kuwaaminisha wananchi kwamba pabiriani hapaingii ugali wa mwogo. Mpira mrefu sana ulipigwa na Klaus Kindoki, ukagongwa kichwa na Herite Makambo, akaukuta tena katika mahala ambapo akiukuta hufanya hivi. Hamis Jocelyn Tambwe. Hii ni kadi ya kwanza ya manjano ikitoka katika mchezo huu. Anaingia sasa na anachezewa ndivyo sivyo Herite Makambo, na ni foul kwa Young Africans. Alikwatuliwa. Ibrahim Ajim Migomba ameutenga. Faisal amecheza mlinda mlango New Africa. Kaseke offside. Kevin Patrick Yondan kutoka kwa mlinzi wakati mpaka kupatikana kwenye offside dogo. Faisal Salum ilitengwa foul moja na Ibrahim Ajib. Faisal akanyosha msuli. Paulo Godfrey ameweza kuchukua. Hamis Jocelyn Tambwe weka mpira moja juu ndani. Makambo Tambwe alikuwa ni Deus Kaseke, kidogo awadhibu tena Tukuyu Stars. Bado wanaendelea kunusurika na uimara wa mlinda mlango New Africa Tukuyu Stars. Businge poteza kwa Herite Makambo. Ibrahim Ajim Migomba, lakini mwamuzi anasema ni half time. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika uwanja wa taifa Dar es Salaam, mchezo wa kombe la shirikisho la Azam Sports. Klaus Mkinzi Kindoki kama alivyojikabidhi kwa Mungu wakati anaanza mchezo, anamshukuru Mungu kwa kumaliza nguo hii ya kwanza ya mchezo huu bila ya kuruhusu wavu wake kuguswa, wakati shujaa wa dakika hizi 45 za kwanza akiwa ni Hamis Jocelyn Tambwe aliyefanikiwa kutumbukiza mipira miwili wavuni na kufanya Young Africans kung'ara katika kipindi hiki cha kwanza katika mchezo huu dhidi ya Tukuyu Stars uwanja wa taifa Dar es Salaam, na kuwafanya wana Yanga sasa
kufurahia walau kuwa na moyo kwamba sasa nafasi ya kusonga mbele inanukia baada ya uongozi wa 2-0 ambao wanao mpaka sasa, ikiwa ni half time. Sasa kama una juisi inanyweka, kama una maji, kama una vitafuna tafuna, kwa sababu Hamis Jocelyn Tambwe amefanya mambo kuwa mazuri kwa wananchi. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda, Yanga Sports Club 2, Tukuyu Stars 0 half time. Karibu kwa mara nyingine tena uwanja Taifa Dar es Salaam, mchezo wa kombe la shirikisho la Azam Sports kati ya Young Africans na Tukuyu Stars, mchezo ambao umekwenda half time, huku Young Africans wakiwa wanaongoza kwa mabao mawili ya Hamis Jocelyn Tambwe kwa 0 dhidi ya Tukuyu, na kitu ambacho kimeleta tabasamu katika nyuso za wanayanga ambao wameweza kufika hapa, na hizo ni mbwembwe za Frank Yanga, moja kati ya mashabiki nguli wa Young Africans ambao mkuta popote pale ambapo Young Africans wanacheza, ama sehemu nyingi ambazo Young Africans wanacheza. Vijana wa Tukuyu Stars wakiwa wanabadilishana mawazo ni jinsi gani ya kuikabili Young Africans kwa dakika 45 za kipindi cha pili, kupuliza kipenga kuashiria kuanza kwa ngwe hii ya pili, na inaanza ngwe ya pili na ngwe ya mwisho ya mchezo huu wa Azam Sports Federation Cup kati ya Young Africans na Tukuyu Stars. Kipindi cha pili, wakati kipindi cha kwanza kikiwa kimenawirishwa na mabao mawili ya Hamis Jocelyn Tambwe kwa Young Africans. Mfungaji wa mabao mawili amechezewa foul. Daniel Evans cheza na Musa Bomanus, anawekwa chini na kadi ya manjano sasa inatoka kwa Faisal Salum Abdallah. Kwenda kumchezea ndivyo sivyo Musa Bomanus. Anapambana bado Dominic na anapata foul. Alikwenda kuchezewa ndivyo sivyo na Paulo Godfrey Nyang'anya. Na ni foul kwa Tukuyu Stars. Enda kini kashindikana, kana nafasi tena kule. Hamis Jocelyn Tambwe kwa mara nyingine tena akiandika hat-trick sasa katika mchezo huu wa Azam Sports Federation Cup. Stars alikwenda kawahadaa walinzi na akaukuta na kuchop kimesi. Nice chip, akamtesa bila malipo mlinda mlango New Africa, akajikuta na gaya tu na kuchungulia mpira kwa juu kama anatazama mwezi mwandamo. Tatu sifuri Young Africans wakiwa wanaongoza dhidi ya Tukuyu Stars.
anakwenda nje. Miss Jocelyn Tambwe na Mrisho Khalfan Ngasa anaingia kuchukua nafasi yake, na anakwenda nje mfungaji wa hat-trick. Anasababisha kona nyingine mlinda mlango New Africa. Mrisho Ngasa anachukua nafasi ya mfungaji wa hat-trick Miss Jocelyn Tambwe. Ibrahim Ajib Migomba kwenda nje. Herit Makambo. Kaseke weka mpira moja mzuri huku. Dafasa! Kevin Patrick Yondan kidogo na anaonesha kuumia. Kaseke aliweka vizuri tu, akaukuta Yondan na akaupiga ukaenda nje, naye mwenyewe akaangukia kwenye maumivu. Mumia Kevin Yondan, nahodha na mlinzi wakati wa Young Africans, baada ya kupiga mpira Maponda Mali na Nadir Harbali kule katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Omar Richard Amon, Richard Businge, Lawama Mabena, Malule Omar, Evans, Lawama, Paulo Godfrey Nyang'anya, Paulo Kakambo, Herite Makambo, Herite Ebeneza Makambo. Tukuyu Stars watarudi na mzigo huu Rungwe. Bao la 4 akiandika Herite Makambo. Paulo Godfrey alipiga shuti ambalo lilikwenda kupunguzwa kasi na Stanley Ambonisie, katokea mzee wa kuwajaza juu na chini Herite Makambo na kuteleza nao wavuni na kuweza kuiandikia Young Africans bao la 4. Ajib Migomba penyeza mpira moja mzuri huku sasa kwa Deus David Kaseke, jana ndani Makambo, goal kick. Deus Kaseke alimwona Herite Makambo katika nafasi na bila uchoyo wala hiana akamwekea, lakini mara hii acha haikuwa yake. Herite Makambo amepokwa mpira. Dominic unamponya kamlinda mlango Kindoki, lakini anarejea tena kuweza kusawazisha makosa na anakamata mpira ule. Klaus Nkinzi Kindoki. Herite Makambo anafanikiwa kuweza kuondoka, anaingia kwenye 18. Herite Makambo anajaribu kutenga tena nafasi. Ibrahim Ajib Migomba anabatiza mlinda mlango New Africa na anaondosha Malule Omar. Mbeya City kuitwa wanakoma kumwanya, hawa Tukuyu Stars ndio wanakoma kumwanya wenyewe. Neno koma kumwanya likiwa linamaanisha piga juu. Kipindi hicho tasikia tu Aswile koma kumwanya tukolirwe, yani manake Aswile piga juu, tumebanwa. Sasa hilo ndio likawa ama ikawa ndio mwanzo wa wanakoma kumwanya, ni wanapiga juu, neno ama jina ambalo Mbeya City wamekuwa wakitembea nalo. Lakini Ajib badilisha upande kule, Faisal Sal
Faisal! Hey. Baba alinyosha msuli kama ambavyo huwa ananyosha Faisal Salum Abdallah Fei Toto, katika nafasi ambayo aliamini kwamba angempa mateso New Africa, lakini hesabu hazikwenda sawa sawa. Baraka abroad. Dakika 90 zinamalizika uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Wako lile Banyambala wameshikika wanaume uwanja wa Taifa dhidi ya wananchi Young Africans. Amis Jocelyn Tambwe, the hat-trick scorer, mfungaji wa mabao matatu katika mchezo huu kwa Young Africans, ambaye amekuwa sehemu kubwa ya ushindi wa mabao 4-0 ambao wanaupata Young Africans dhidi ya Tukuyu Stars katika mchezo huu wa kombe la shirikisho la Azam Sports, wakifanikisha safari ya kusonga mbele katika hatua inayofuata ya michuano hii kwa ushindi mnono kabisa dhidi ya Tukuyu Stars kutoka Rungwe kule Mbeya, wananchi wakiwa nyuso zimejaa tabasamu kutokana na kile ambacho timu yao imeonyesha katika uwanja wa Taifa, performance nzuri na ushindi mnono pia. Hii sasa ikiashiria kwamba safari ya Tukuyu Stars kwenye mashindano ya Azam Sports Federation Cup imekomea hapa, na akiwa anakwenda kukabidhiwa mpira wake sasa Amis Jocelyn Tambwe kutokana na kufunga hat-trick. Ataandika kwamba tarehe 24, siku moja kabla ya Christmas, nilifunga hat-trick dhidi ya Tukuyu Stars katika kombe la shirikisho la Azam Sports, na huu ndio mpira ambao nilikabidhiwa. Kindoki Clouds akiwa na clean sheet katika mchezo huu ambao ameanza langoni kwa Young Africans, akiwa anakwenda kupongezwa na linda mlango mwenzake Ramadhan Awam Kabwili kutokana na kile ambacho amekifanya katika dakika 90 za mchezo wa soka dhidi ya Banyambala Tukuyu Stars. Takwimu za dakika 90 za mchezo huu: mashuti ambayo yamelenga lango ni 12 kwa Young Africans na 4 kwa Tukuyu Stars. Yalokwenda nje ni 8 kwa Yanga na 7 kwa Tukuyu. Wakati kona Tukuyu amepiga 6 wakipiga Young Africans. Fouls 11 wakifanya Young Africans na 15 wakifanya Tukuyu. Offside Tukuyu hawakuotea, wakati Young Africans wakiotea mara 6. Kadi za njano ikiwa ni 2-2. Nyekundu haikuonekana katika mchezo huo leo, umiliki wa mpira ikiwa ni 69% kwa Young Africans na 31 kwa Banyambala Tukuyu Stars. Mimi ni Ramadhan Goda Alwatan kutoka uwanja Taifa Dar es Salaam. Young Africans 4, Tukuyu Stars 0. Mchezo umemalizika hapa katika uwanja wa Taifa, mchezo wa kombe la shirikisho la Azam Sports ukimalizika kwa ushindi mnono kwa wenyeji Young Africans, wakiibuka ushindi huo dhidi ya Tukuyu Stars. Nipo na wachezaji wa timu mbili, lakini kwa kuanza nianze na wale waliopoteza hii leo, nahodha wa Tukuyu Stars Julius. Mipango ya kocha ilikuwa ni kucheza kwa kasi katika kipindi cha kwanza na kupata magoli pengine ya haraka. Nini hasa ambacho kilienda kombo dhidi ya Yanga? Kidogo kwa kweli ni lengo tupate goli kipindi cha kwanza, lakini ikashindikana. Kwa mwalimu akabadilisha mipango. Ilibidi tucheze kwa kujilinda wenyewe. Unadhani pengine mlikosa kujiamini baada ya kuona mnafungwa goli la kwanza, pengine na la pili mawasiliano kwa kukosekana? Hapana, tukukosa kujiamini, bali ni mchezo wa kawaida tu, inatokana na makosa. Tumecheza vibaya, tumekosea mpaka kutufunga. Unazungumzia nini kiwango cha Yanga hii leo? Kwa kweli ni timu kubwa, bado ina uwezo, iko vizuri. Wakaze buti tu, nawaombea. Sawa, shukrani na kila laheri. Sana, asante. Upande wangu wa pili nipo naye hapa Amis Tambwe, mfungaji wa magoli matatu, hat-trick ya hii leo, miongoni mwa magoli ambayo Yanga wameyapata. Kwanza hongera Amis Tambwe. Asante sana. Umefunga magoli matatu siku hii ya leo. Unaizungumziaje hat-trick yako ya michuano hii ya kombe la shirikisho? Nilikuwa nayo hamu kwa sababu nina karibu msimu miwili naona bila kupiga hat-trick. Kwa hiyo nilikuwa na hamu nayo, na ndio maana nilifanya hivi ili nikumbushishe ya zamani.
Sasa ulikuwa na hamu, lakini imeshuhudiwa baada ya kufunga magoli yote ukushangilia sana. Pengine nini hasa ilichangia hapo? Hapana, kushangilia kwangu ndio hivyo, sio kukimbia kule nafanya hivi. Kushangilia kwangu ndio hivyo kila siku mimi. Unazungumzia sasa kuelekea katika raundi inayofuata, baada ya kutoka hapa mnaenda kwenye hatua ya 32 bora? Ni kukaza buti. Unajua mashindano yana muhimu wao. Sasa kwa hiyo tukifuzu kufika finali, tukichukua kombe, unajua ni kushiriki Confederation Cup. Sasa kwa hiyo ni kufanya nguvu ili tufike finali tuchukue kombe. Shukrani sana Hamisi na kila laheri. Asante sana. Sisi ni soka, burudani inaendelea.